kwa sababu mitandao ama makampuni yanayodili na fedha yanakata watu kusave. Kwa mwisho siku umeweka milioni 20 yako unakutana milioni 16. Na wako very right kukata kwa sababu zile ni gharama za uendeshaji, si ndio? Unawalipa kukutunzia pesa zako. Wewe kidogo umeshaka wanakuwa serious sana bro. Wanakuwa serious sana. Wewe 16. Wewe si umeshindwa kukaa na pesa yako, umetupa tukutunzie. Wewe upo tayari kwenye niko tayari kwenye taasisi ya fedha. Taasisi za fedha. Unafanya na experience. Tunataka tumshauri mtu njia gani rahisi ya kusave fedha. Kwanza sasa kwenye kusave tuelewe una save kwa lengo gani. Hii ni sentence ambayo watu wengi hawataki kuisikia. Unamuuliza mtu, you want to do saving, unataka kusave pesa, unataka kuweka akiba. Kwa nini unaweka akiba? Watu wengi hawana jibu hili swali. Na atakukasirikia hapo hapo. Atakwambia kuna leo na kesho. Exactly, kuna leo na kesho. Kwa nini unaweka akiba? Usinijibu tu kwamba kuna leo na kesho. What if labda mtoto ataumwa asubuhi na naambia mimi kwangu hiyo sitaita saving, nitaita emergency fund. You are very right to keep it. Si ndio? Lakini sasa una save kwa ajili ya nini? Kuna mtu atakwambia labda na save ninunue gari, sawa. Akija kwangu nitamwambia kuliko sasa hii hela ukailaza tu kwenye saving account ambayo inakupa 2.5% kwa mwaka. Kuna schemes kama UTT ambayo ni karibia 14%. Kuna mwekeza M-Pesa ni 13%, si ndio? Weka ile pesa kule basi. Si unakusanya kwa ajili ya gari yako. You are saving pale inakuwa ina work for you. Ile saving inakufanyia kazi wewe. You understand? Kwamba nimeisave kule lakini interest yake pia ni kubwa. Si ndio? Kwa ina maana inanitengenezea pia hela. Kwa ina maana wakati unahangaika kujazia na yule uliyempa fedha yako naye anahangaika kukuongezea. Kuna makosa tunafanya kuhifadhi kwenye account. Kosa la kwanza ni kutojua una save kwa ajili ya nini. Kwa nini una save? Kwa sababu ukishafahamu una save ili upate mtaji. Una save ili apate mtaji. Basi kuna schemes za kusave ambako ile pesa yako itakuwa inakufanyia kazi.